Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, leo ni furaha kuwa naye Sheikh wetu ambaye tumempeza muda mrefu kumuona ndani ya studio zetu, lakini alhamdulillah wanakuambia lazima tu ipo siku alikuwa atafika, na inshallah si mwingine bali ni Sheikh Ali inshallah, ambaye atatupelekea katika mada yetu ya leo tunayoangazia umuhimu wa kusikilizana katika mahusiano ya ndoa. Katika ndoa yako kuna masikilizano. Haya masikilizano yanafaa kuwa vipi? Na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Shukran. Ni muda sana. Siku zinakimbia. Zinakimbia, lakini tulivyokupeza mwaka inaisha, ndo unasema bwana unakuja siku ile mwaka inaisha. Tufanyaje? Alhamdulillah. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa atrati tahirin wa sallama taslima. Haifa, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Umechagua maudhui nzuri. Naam. Lakini kwanza tuelewane. Naam. Naam Haifa. Naam. Ukisema kusikilizana unamaanisha nini? Naam. Tukisema kusikilizana, subiri kidogo. Naam. Unaona sila ukisema kusikilizana Naam. kuna vitu viwili vinanijia kwa akili. Naam. Unaona? Ya kwanza kabisa, unajua kama sasa mimi keti na wewe tuzungumze, unisikilize. Hii ndio ya kwanza. Ya pili, saa zingine watu wakisema mmesikilizana ni kama nini, mmeongea mkaelewana. Naam. Unaona? Kwa sababu saa zingine unajua pia Kiswahili tuongee dictionary maeneo na maeneo, kusema kusikilizana ina kidogo iko na tofauti. Hapo unamaanisha ipi? Kuelewana, yale maelewano baina ya wanandoa wawili. Maelewano. So unatakana tuangalie, ni vizuri kama tukikuwa na time tunaweza kugusa zote mbili. Nadhani tunaweza kuwa na hiyo time. Naam. You see, tusalie tunaongelea kusikilizana kama kuelewana. Naam. Inaingia katika kategori kwanza kabisa, wewe ni kujielewa. Unaona? Shida kubwa yenye tunapata sisi kama mashehe ni watu wanakuja katika na shida zao za ndoa. Ndio. Unajaribu kuangalia mwanamke, unajaribu kuangalia mwanamume. Ndio ni ndoa yao walipendana, lakini wewe unaona hao watu wanaishi ulimwengu mbili tofauti kabisa. Naam. Na hii shida inatokana wapi? Kwa sababu mtu kwanza hajajielewa yeye ni nani. Unaona? Anataka nini kutoka hii ulimwengu? Unaona? Ndio. Kuna watu wanataka makubwa. Na unajua hakuna shida katika ulimwengu kutaka makubwa. Mwenyezi Mungu akupatia taufiki, Mwenyezi Mungu akupatia riziki, Mwenyezi Mungu akupatia nguvu, Mwenyezi Mungu akupatia akili, Mwenyezi Mungu akupatia. Naam. Sio vibaya kutaka makubwa katika hii ulimwengu. Bila shaka kihalali. Wanasema siku hizi wanasema trading, sijui nini, sijui nini. Tunatakana pia tuzingatie baadhi ya vitu. Ndio. Sheria za nchi, thakafa na tamaduni zetu, na vitu kama hivyo. Lakini sidhani dini imekataa mahali mtu kutaka makubwa. As long as inaingia katika kategori yake na uwezo wake, iko tu sawa. Kuna mtu mwingine hataki mbio. Mimi nishakutana na watu. Kwanza wako upande baadhi ya kina mama. Anasema Haifa, acha nikwambie. Mimi natafuta mwanamume mwenye asitake niende kazini, asinipeleke mbio. Unakuta mtu anasema nini? Anasema mimi sitaki. Ati sasa yeye hakuwa anafanya kazi sijui masaa mangapi kwa wiki. Ndio tukue na nyumba mahali fulani. Mimi sina shida. Mimi niko tayari kuishi katika kidogo mbali na town. Kama kuna kazi naenda karibu, nikuwe na shamba kangu kadogo hapo nalima mtumbonga wangu. Yaani hataki dhiki. Kuna mwingine yeye anataka nini? Anataka maisha makubwa, mwanamke ama mwanaume. So unajua maisha sio unataka ya juu, unataka na pia ufanye kazi. Unafahamu? Sasa shida inatokezea wapi? Wewe umejua unataka nini, lakini hujajua wewe pia unatakana take part, uchukue baadhi ya responsibility na majukumu ili kuweza kufika hapo. Uwezi kama saizi wewe umeamua kwamba sisi yani muliketi mkaelewana kwamba sisi tunataka maisha aina hii. Inamaanisha kuna siku wewe kama mke usacrifice either
uko unasaidia na kazi za nyumba zaidi. Ama saa zingine bwana atakuwa yuko kazini muda mrefu sana, unatakana uangalie isikuathiri kinafsia vibaya, kwa sababu unajua unaweza kuwa unataka hii lakini pia unataka hii connection. Unakuta saa zingine mtu anakuchokea wewe, alafu anakuja anaona umemkasirikia, unajua inamtoa timing. Kweli. Si tulielewana hivi? Imekuaje? Ama inabidi saa zingine pia labda wewe pia unatakana mfanye kazi. Yaani wewe ufanye kazi, yeye afanye kazi, wewe usaidie na hii, yeye asaidie na ile, na mchange, mnunue nyumba, mlipe sijui nini, pole pole hadi mfike mahali penye nyinyi mnataka. Ndiyo. So leo unajua wewe unataka nini. Unatakana uweke kitu moja muhimu sana yenye nini? Wanasema ukikuwa na plan unatakana pia uko na uko tayari kukifanya. Ndio. Sio kuweka alafu ufanye. Ushaikutana na marafiki wanasema kesho tupike chapati. Tupike chapati ama tupike biriani. Wewe utapika nini? Hata hujui kupika chapati wala biriani. Sasa tunapika chapati ama sisi ndo tunapika chapati, wewe unasubiri kula? Hata kata vitunguu. Bora ajue kata. Unajua zingine asaidie. Sasa unajua kuna part unatakana ukubali kuchukua. So zingine wewe, sisi kama wazazi, sisi kama watu wenye tuko katika uhusiano tofauti za urafiki nini, sisi tuko na plan yetu. Yes. Na labda tumeongea na watu wanajua sisi tunataka nini, lakini ni kama sisi tuko na plan yetu, lakini wewe ndio unatakana wewe majukumu. Na saa zingine katika ndoa tunaikuta sana. Unakuta mmoja anataka, kama hususan iwe inajirudia kama mahali penye watu pesa hivi, maisha mazuri nini. Msichana anataka kuwa na maisha mazuri, si ndio? Lakini yeye hayuko tayari kusaidia, hayuko tayari kuvumilia shida, labda kwa sababu unajua watu wa biashara, ma entrepreneur wanapitia shida, hayuko tayari, kukienda tu vibaya anataka kutoka. Unaona? Hataki kukua emotional support. Yeye anataka tu yeye anataka mwanaume mwenye yuko na maisha nzuri, yeye ingie katika maisha relax and come relax. Sasa hiyo kuingiana long term, unajua short term vitu hatuoni, long term vitu vinaanza kudhihirika, alafu ndo ana mtu ndo inakuwa na shida. So kitu muhimu kabisa nini? Kwanza wewe ujue nini wewe unataka nini, na chenye unataka, je, percentage gani katika hiyo kitu unataka wewe uko tayari kujitolea na kufanya. Waka hapo tumeelewana? Ndio. Kismu ya pili yenye sasa baada kwa tumeelewa. Sasa unajua ukijielewa na unajua unaenda wapi, utajua unatafuta mtu aina gani. Watu wenye wanaweza kuendana na hii plan yako. Sasa huku badala kuanza wanasema uko na plan zingine, mtu mwingine hata hana passport wala ID, wanasema baka tangu alichukua waiting hajawahi kurudi. Alafu una plan ati honeymoon, sisi tunataka tuende safari ya nchi. Passport baka saizi hajaitoesha. Wanasema si birth certificate alichukua, inajulikana iko wapi, kama mzazi hayuko, si death certificate ilichukuliwa. Kuna tu vitu vingi sana. Ndio. Hizo vitu saa zingine unajua unauliza, utaanza kukasirikia mtu na makosa ni yako. Kwa sababu unajua kuna kitu inaitwa expectation, kutarajia. Unaona saa zile wewe unatarajia kitu, unajua kuna kutarajia. Saa zingine sisi hatufai nini, si matarajio yenye tumeelewana. Saa zingine mimi niko na matarajio yangu yenye sijakwambia, na assume, na dhania, na fikiria tuko on the same page, hatuko on the same page. Unaona? So tumeelewana kwanza. Kitu ya kwanza kabisa nini? Maelewano. Kujielewa. Kujielewa binafsi. Yes. Ndiyo. Ya pili, kujua unaenda wapi na utaenda aje na utajitolea aje kufika huko. Ndiyo. Ya tatu, sasa vile umejua huko sasa ni kutafuta mtu mwenye kukaribu na hiyo idea yako. Sasa yeye aidha atakusaidia, mtasaidiana one way or another. Kwa sababu unajua pia shida nyingine yenye iko saa zingine katika hizi shida zetu zenye tunakuta katika ndoa, unakuta mmoja katika hao wanandoa yeye yuko na plan, yuko na idea, yuko na kila kitu iko tayari. Ndio. Sasa wewe ukikuja, wewe ni part of the plan. Wewe ni katika case mdogo ya hiyo idea. Unaona? Sasa lakini in reality wewe haufaidiki. Mimi nimefaidika? Ndio. Wewe umefaidika? Hapana.
haujafaidika, si ndio? Maana hiyo ni yako. Hiyo ni yangu. So mimi nikija na kwa kama ile part tu. Yes. Na si play role kubwa labda kwako hiyo si role kubwa kwa sababu unaona yeye kwake ni muhimu, ndo hadafu yake, goal yake ifike. Lakini kwako ni kitu tu labda ya kawaida. Si ndio? Lakini je, wewe zako zitaingiana na huyu mtu, na je wewe utakuwa unapata hiyo inaitwa satisfaction, yes, kupata furaha na utulivu kutoka hii kitu yenye mmeelewana? Kwa sababu unajua saa zingine sisi kitu inatokezea nini, ni kama saizi wanasema katika biashara wewe deal yenye tutafanya pamoja, yes, ni kama saizi wewe uko na shida ya uko na gari na uko na shida unakuja kwangu, naambia Ali, nataka ununue gari kwangu. Nasema pesa ngapi? Wewe unasema mimi nahitaji 500,000, wewe nipatie 700,000. Lakini gari yenyewe ni worth 900,000. Sasa mimi kwa sababu najua kuna mahali pengine unaweza kuuza, nasema leta 200. Nakupatia 200. Sasa unajua nakuumiza. Sasa unasema saa zingine mtu akiona anaumia sana, kitu anafanya yuko tayari sote wawili tuumie, lakini asiumie peke yake. So unaona huyu mtu mwenye tayari anakuona wewe unaenda na yeye afaidiki katika hii uhusiano, yenye labda faida yenye pia yeye kama mtu alikuwa kuna nia ya kupata. Zingine nia ni kiimani, zingine nia ni kihusiano, zingine nia ni kupata watoto, zingine nia za watu ni tofauti. Wanasema kuna legitimate and illegitimate. Inaitwaje? Illegitimate. Hey! Illegitimate. Ndio. Wanasema wishes. Sasa hizi dua zako za halali na wishes zako za halali zenye ziko, kuna wengine wako nazo, wengine zao za haramu. Sasa hizi tunaongelea ni gani? Halali zenye dini zinakubali. So unaona saa zingine unakuta wewe hufiki hizo vitu, na kama hufiki, baada ya muda unaanza kuwa na chuki. Saa zingine chuki si kwa sababu mtu anakufanya nini, anakufanyia vitu vibaya. Chuki saa zingine inatokezea sile haufanyiwi ile kitu yenye ulikuwa unatarajia kutoka hii. Kweli. Unaona? Sasa tumeelewana hapo. Wewe ukijua huyu mtu pia usisahau. Huyu mtu utapata kama atakuwa nini, ni vizuri pia ujue yeye plan yake nini. Because yeye akiingia kwa maisha yako, yes, ni mwanamke, ni mwanamume, hakuna tofauti. Yes, kila mtu kuna tu vitu katika maisha anatafuta. So ni vizuri wewe pia ujue, okay, mimi natafuta mke mwenye labda hata yuko na imani, kwangu si muhimu afanye kazi, mimi nda provide kila kitu labda, na ningependa tupata watoto ama tusipata watoto. Unaona, kuna watu tofauti. Kwanza sasa hizi watu wanaume wenye wamekuwa divorced, ikifika mara fulani akitafuta mke, anatafuta mke mwenye hataki watoto. Alafu unakuta unapata msichana mwenye unajua kama mtu tayari anaelekea 40 na alhamdulillah amepata riziki, kuna pesa na yuko na watoto. Sasa lakini wakakusana mke wake ndoa ikakata. Unaona? Sasa mke hana, anahitaji mke. Msichana wa miaka 22, 23 hivi, amesikia kuna mtu kuna pesa, na yeye hadafu yake katika maisha nini, kukuwa na uwezo wa kipesa, kufanya kazi. Huyu mtu yuko tayari kuinvest nini. Unaona? So ni kama hapa hivi kuna vitu wanaelewana. Huyu yuko na pesa na yuko tayari kupatiana. Huyu hana pesa, yuko tayari kuolewa, na bora tu mume wake mwenye atamuoa sasa ampatie investment, amfungulie restaurant labda, mali ya kuuza nguo, abaya, vitu kama hivi. Lakini mwanaume hataki mtoto. Unasema mimi nishamaliza, mimi niko 40 years hivi. So na saa zingine huyu binti akiingia katika ndoa kama hizi, yeye anasema iko tu sawa. Cause yeye hafikiri umuhimu wa kuwa na mtoto baadaye. Kwa sababu bado yeye akili yake iko hapo. Ndio. Unaona? Alafu baadaye ni kitu yenye walielewana, lakini baada ya muda sasa inaanza kuleta chuki. Cause mke amepata kitu alikuwa anataka. Sasa anataka nini? Mtoto. Hii tayari uko nayo. Sasa nakumbuka ile kitu yenye alikuwa hana. Unaona? Because priority ilikuwa niyo, na walikuwa washaongea nini. So saa zingine tunajikuta sisi vitu zenye hatupatiwi pia zinaleta nini? Zinaleta chuki. Unafahamu? Naam. Yes. Naam, shukran sana Shah. Kabla tuendelee, tutachukua pumziko, tukirudi katika awamu ya pili tutaweza kuendelea zaidi. Naam.
Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Sheikh, naamini unazidi kumwelewa. Anaelezea vizuri sana, anaelezea kiundani ili kuelewa hii natija ama hii kadhia ya masikizano ama baina ya wanandoa inakuwa vipi. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuvute pumzi kidogo, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa, tukiwa naye Sheikh Ali ndani ya studio zetu za Mahdi TV kujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa, haswa katika mada yetu ya leo ambayo tunazidi kuiangazia ya umuhimu wa kusikilizana katika mahusiano ya ndoa, na inshallah tukielekea kwake tutafahamu yepi zaidi ambayo anazidi kutuandalia. Naam, karibu sana Sheikh. Naam Haifa. Naam. Unajua tumeanza na swali kuhusiana kusikilizana unamaanisha nini? Ndiyo. Tukasema kuna namna mbili za kusikilizana. Ya kwanza kabisa ni kuelewana. Ndiyo. Si ndio? Na kujielewa binafsi. Yes. Hiyo ni muhimu sana. Hiyo ni shida yenye tuko nayo sote. Kwa sababu unajua tuketi tu vile wazungu wanasema tu reflect. Nikitaka hii, kwa nini nataka hii? Unaona? Kuna kitu ingine yenye tumesema katika maana yake ni nini? I wish tungekuwa na time zaidi. But inaitwa sasa nini? Kusikiliza. Ndiyo. Unajua sasa zingine hii kuelewana pati yake moja ni kusikiliza. Na shida kubwa, unajua hii kuna kategori inaitwa communication. Yes, katika uhusiano. Ndiyo. Ushe kusikia wanasema communication is the key. Is the key. Unajua wanamaanisha nini? Sijui Sheikh, hebu tuambie, maana tunavyojua sisi ni ile, unajua mtu atafikiria ni kule kuwasiliana na mwenzio muda na muda, lakini kuna mtu labda communication yenyewe inamaanisha nini pale ndani. Ndiyo. Sasa kitu yenyewe iko katika shida zenye siku, unajua sisi hizi vitu tumeanza kusikia tukiwa watu wazima. Naam. Baadhi ya watu alhamdulillah wakigrow up, wakikuwa katika nyumba zao, walipatana na baba na mama wenye wanajaribu kucommunicate. Sasa unajua unajifunza. Lakini wewe saa zingine unashangaa inakuaje ndani ya nyumba mama amekastika wiki mzima, baba sijui uko na mood, sijui nini. Part of the issue unaweza kukuta ni nini? Hao watu walikuwa juu kucommunicate. Kucommunicate ni nini? Ni kuchukua information kutoka hii side kupeleka ile side. Ndiyo. Sasa juu ya communication kuna kitu inaitwa comprehension. Unajua comprehension? Comprehension. Naam. Mnifanya ni film Tanzania. Nenda unaelekea huko. Tuendelee. Tunaongea Kiswahili. Naam Haifa. Sasa unaona hiyo ni communication. Na juu ya communication kuna kitu inaitwa nini? Comprehension. Naam. Unajua comprehension inamaanisha nini? Sasa unaona mimi huko shule, unaona watoto wakisoma kuna maudhui, sasa wakisoma hii kitabu hivi, ndiyo, wanatakana waandike khulasa. Si ndio? Summary. No. Wameelewa nini? Ndiyo. Sasa unajua sisi zingine sisi tuna communicate lakini haieleweki. Ndiyo. Fahamu? Sawa, acha nikupatie methali. No. Kuna familia tu mmoja. No. Huyu mzee alikuwa na shida sana na chakula mke wake. Mke wake mpishi mzuri. Ndiyo. Mashaallah. Akawa anaambia mke wake, pika chakula kidogo zaidi. Mke anapika. Lakini mwanaume ni kama alikuwa hashibi. Anamwambia ongeze chakula. Information simeenda. Ndiyo. Mimi hii chakula hainitoshelezi. Nihitaji chakula zaidi. Naam. Na si ya kwamba sijawacha pesa. Ndiyo, nimeacha pesa. Nimeacha. Unajua zingine mtu pia watu ni tofauti vile akina mama wamezoeshwa kupika. Unaweza kukuta yeye aliishi tu yeye na mama yake, akisikia chakula watu wawili anapika hivi. Ndiyo. Akiongeza kidogo ni hivyo. Sasa huyu mwanamume siku moja akasema, sasa nifanye nini huyu mwanamke? Mke wangu aelewe, mimi sishibi, nasumbuka. Ndiyo. Sasa siku moja akafanya nini? Akamwambia mke wake, mke wangu, kesho tuko na wageni. Wangapi? 3 hivi 4. Sawa. Mke akapika. Na. So unajua saa zingine nyumba za kitamu kwanza hao Waislamu mke akileta chakula mwanamume analeta kwa wageni. So mke labda saa kutoka hivi ndo akutane na wageni kama kutolea shukrani nini. Ina depend na culture. Yeah, ndiyo. So alikuwa kuna Uswahili.
Sasa baada ya kuwa mwanamume akaenda jikoni akaleta chakula, akakula chakula yote. Akaita mke wake, wageni wataka kumshukuru. Mke wake akaingia, hakukuta mtu. Akamuuliza, wageni washatoka kweli? Akasema hapana. Akasema, unaona mke wangu, hii ndio ni chakula yenye inanishibisha sasa. Unafahamu? Sasa unaona yeye ilibidi communicate, lakini communication ilikuwa ifiki mahali. Cause huyu mtu wa hiyo side nyingine ni kama hamuelewi. Hapo ndo comprehensiveness. Sasa ikabidi atumie namna nyingine ya kuweza kuelezeana. Unaona? Sasa kitu inatokezea nini? Mimi labda niko na vitu zenye mimi naelewa. Na tukielewana, mimi na assume pia umeelewa the same thing. Ndio. Kumbe hatujaelewana. Naam. Unaona? Sasa shida inatokezea wapi? Saa zingine shida ni katika lugha ya communication. Na saa zingine shida ni kutoka kwa huyo mtu mwingine mwenye anataka kuelewa. Kwa sababu unajua tusisahau sisi sote ushawahi kusikia hizi stories za red flag na nini na nini. Kwa kila sisi tuko na lugha, tumetumia, labda tumefunzwa dictionary ni maisha nini, lakini tuko na dictionary yenye iko ndani yetu, yenye ni lugha yetu inamaanisha tofauti. Unaona? Kama mimi nishaikutana na watu, yeye anasema, akisema sawa ni sawa. Unaona? Akimaanisha nini? Akimaanisha it's okay, hakuna shida. Ndio. Umenifahamu? Ndio. Lakini kuna watu wengine nimekutana nao wakisema sawa ni basi. Unajua tu kabisa sisi haiko sawa. Unaona? Sasa unajua watu wawili ni kama wanaongea, lakini huyu amesema hapana na huyu amesema ni kama iko tu sawa. Ndio. Unaona? Sasa wewe nani atalaumu mwingine? Hakuna mwenye atalaumu mwingine. Hakuna kulaumiana saa zingine. Kwa sababu unaona saa zingine ndio wanasema si vizuri kulaumia, lakini unajua saa zingine tukijua mwenye kuna makosa tuweza kuifix. Unaona? Saa zingine mimi najua ndani yangu, generally speaking, kila mtu akimaanisha sawa anamaanisha hiyo. Na kawaida hivyo ndio inamaanisha. Sasa wewe kama sawa inamaanisha kwako kitu kingine, na kuomba uniambie. Unaona? Kama saizi wewe unaweza kuta umekuwa kwa familia, kama saa zingine unasema mimi napenda, ushai kusikia wanawake wanasema hii sana, lakini hawajui athari yake ni inatoka wapi. Anasema I like to have a funny husband. Mtu wa mcheshi kidogo. Kitu moja watu wanasahau, watu wacheshi saa zingine wako na watakuenjoy. Unajua uzi tu kuni tutacheka nini, hebu wana ati tairi ya gari ni kubwa. Chekeshi, si ndio? Sasa unfortunately sile watu ukikutana na watu fani, kuna siku atapita na aseme kitu kuhusu. Ndio. So unajua unatakana pia ujitayarishe, mwambie bwanangu, unajua sisi tumesoma dini. Si lazima useme ni wewe. Ndio. Na napenda vile wewe labda ni mcheshi nini. Lakini ningeomba sile kama kutakuwa na chochote, kwanza sio kila mtu anaelewa utani katika familia the same. Kwa sababu unaweza kuta kuna familia hawana limits za utani. Ndio. Ama baadhi ya kabila. Mimi nishai kusafiri baadhi ya maeneo watu wanataniana, nikasema huku kuna kani kama visu vitaanza kutoka. Sasa hapana, wao ni watani. Wewe ni utani ama kumkejeli mtu? Kama ingekuwa kwingine sasa watu wangekuwa shachapana. Ati hao watu wako hivi, hao ni watani wetu tulio kwao bana. Unaona? Sasa unajua hizi takafa kama sasa mimi nikienda Coast nakutana na watu watani, mimi hiyo kitu siko tayari. Ati uniambie hivyo. So unajua mimi mtu mwenye nimetaka na mimi sina shida na hiyo. Lakini mimi sijajua kumbe kwa thakafa yenu nyinyi mnaenda, ama kwa utamaduni zenyu nyinyi kimtaniana mnaenda waka wapi. Sisi zingine ni muhimu tuongee. Ndio maana wengine wakasema, kuna scenario nilisikia kwamba kama mume wako amezoea kutania ama mke wako amezoea kutania, bora hata mtaniane ikiwa mko na mipaka yenu. Maana inaweza kuwa wewe ukatoka nje, umetoka na mke wako, alafu umemtania mbele za watu. Wewe utani huo hajaupenda wala hajauridhia. Kaona mtu amekasirika, mwisho anamwambia ni utani. Sasa mtu mwingine anakuambia it's better. Nitanie kama niko kwangu. Anasema utani.
Anasema hakuna point unitania alafu ibidi kuniambia it was a joke. Tayari nishaumia. Nishaumia tayari. Watu wanasubiria it was a joke. It was a joke. Wewe ni nimekasirika. Alafu ni mbele za watu. Sasa kuna ile mipaka pia hiyo ya utani. Iwe ni nyinyi wanandoa, ni nyinyi pekee nyinyi wawili ndio mnajuana. Isifikie tena mpaka nje mnataniana na watu wengine. Wewe unatoa utani, unamtania mume wako mbele za watu. Saa zingine heshima. Si wote watachukulia sawa. Yes. Ama mtu atafikiria kama mimi, kama saa zingine mimi naweza kutania wewe, nikakutania mbele ya watu. Ndio na watu wengine wapendi matani mbele ya watu, kwa sababu watu wengine hawataelewa mimi na wewe tuko na uhusiano special. Ndiyo. Na mimi nikisema hizi vitu, wewe unajua ndani ya moyo yangu yote ni mapenzi tu, si ndio? Lakini hao watu wengi hawaelewi. Kwa unajua sasa mtu atakuwa anaangalia hiyo joke yeye hapo na anaangalia kwa vile watu wanaangalia na pia kuna chance hao watu pia waone hii ni kawaida tuko tukimtania hivi. Sasa unaona mtu ndio inaharibu sana. So kitu inajaribu kusema kusikiliza iko na masharti yake. I wish tukuwe na specific nini. So kitu muhimu kabisa wewe uweze kufikisha kama masharti yako mtu unatafuta, kama ni wanasema tukielewana tunaelewana na vitu. Sasa kabla ya kuelewana tunaelewa ni lugha ndo tunatumia kuongea. Tunataka to make sure tunaongea lugha moja. Mwingine alisema ya kwamba inapofikia mahali mwanamke unatafuta mume, can you be specific of what you want? Yaani nafikiri ambia Mungu unataka hii. Wewe unaambia Mungu unataka mume, hujampa na specific unataka aina gani? Mungu akisema anakuletea sema asiye huyu, mimi nilikuwa sitaki hukumpa specific. It is true. Sasa unaona saa zingine shida zenye tuko nazo ni kwa sababu yes wewe unajua unataka nini, lakini na uko tayari kuelewana na huyo mtu, lakini je communicate? Ndio. Je, umeweza kuzungumza na kufikisha hiyo information ya kwamba mimi kama saizi kuna baadhi ya watu wanasema mimi sina shida na mke wangu afanye kazi. Ndio. Unaona? Mke anasema sawa. Unaona? So, hii iko na shida. Inakaa tu haina shida, si ndio? Iko tu simple, si ndio? Kidogo unasikia mke wako anasafiri wiki mbili, job yake iko hivyo. Unaona? So unajua as much as kwako kazi hakuna shida. Safari iko na shida. Unaona? Unajua watu tofauti. Kuna mwingine hana shida mke wake hata safiri mwezi mzima. Yeye ataangalia watoto, labda kama kuna watoto yeye iko tu sawa. Mwingine hapana, mke wake anaanza kusafiri, anasafiri na kina nani, anasafiri siku ngapi? Hii ni job gani mnasafirisha wake za watu hivi? Dakika shapiga simu. Kila dakika mbili. Alafu wacha aingie meeting. Utapiga simu mara 10 confirm wana meeting. Hebu weka video call. Kidogo unasikia. Ushaanza. Siku hizi mpaka simu zangu huzipokei. Iko na athari yake, hata wanawake pia zingine pia iko hivyo. Unaona? Wewe hauna shida mume wako pia akuwa nafanya kazi mahali fulani, lakini hautaki hizi safari zikuwa zikijirudia sana. Mwingine hana shida, yeye hata anataka mwanamume mwenye anasafiri wiki 2 kwa mwezi, yeye relax. Asikuwe na majukumu ya kumwangalia, kumfurahisha, sijui chakula nini. Anataka kurelax. Unaona? So unaona si zingine wewe utasema kitu unataka na huyu atakubali. Lakini ni vizuri kumwelezea kazi yako iko aje. Kuzuminishe kuona watu wanakosana. Kwa sababu ya kazi. Kwa nini? Mimi nilidhani ni hivi. Ulidhani aje ni hivyo? So unaona watu wanakasirika. Sasa naona ni kama ulinidanganya. Sasa unajua kuna kudhania na kuna ile general assumption yenye iko. Kama sasa ukisema unafanya kazi na let's say kampani ya lori, kuna assumption ya kwamba unasafiri. Ndiyo. Ama masaa zako kama ni nini kazi ya hatari. Kwanza, pili labda uko na safari mingi sana, 3 ina depend na hiyo lori labda. Ama saa zingine kama kuna rafiki yetu alikuwa anafanya kazi ya kufikisha mkate, dereva wa lori lakini anafikisha mkate. Masaa zake zilikuwa ni mbaya sana. Kwa unajua mikate wanatoka usiku. So unaona mke anasema okay, alhamdulillah iko na kazi. Sasa huyu tofauti mimi sielewi yeye ni mtu wa kusafiri ama si mtu wa kusafiri. Kwa sababu mimi Masai na unajua yule mwenye anasafiri akirudi niko naye siku 3 ni wangu. Lakini huyu mwingine mchana anataka kulala kwa anafanya kazi hiyo muda yote. Usiku hayuko.
Unaona mi sitaki. Ieleweke. Mimi hiyo masaa. Unaona? Bado dereva wa lori lakini masaa kumbe hii kitu inaweza kuniathiri vibaya. So saa zingine hizi vitu tunaongea kwanza kujua hii kazi ya mtu anafanya. Yes, baadaye labda mtu anaweza kosa kazi vitu zibadilike. Lakini saa zingine kwa hizi vitu in the long run zitakuwa zinatuathiri. Ndio. Alafu tunaanza kuchukia mtu mwenye tulimpenda sana. Na saa zingine unakuta huyu mtu ndo ulipigana na familia ndo amkubali. Ikishaisha tu familia na sisi tulikwambia. Sasa unajua kwanza hizo ndo familia wanasubiri sana. Yaani ndio wanasubiri ambapo ngoja tupatokee jambo umuone kama hata. Sasa unaona saa zingine hiyo communicate sio tu kushare the information. Unaona sisi ni binadamu, saa zingine vitu tunasema nini. Alafu pia hiyo comprehension, yani je wewe umeelewa the same thing yenye mimi nimesema. Sasa hapo ndio ni muhimu sana. Kwa sababu kama saa hizi kuna saa zingine huwa tunasumbuka sana kama wanasema mtu anatafuta mwanaume mwenye kuna dini, mwenye imani, nini. Lakini bado anataka mwanaume mwenye kuna furaha, anacheka, yuko outgoing, sijui nini. Unajua saa zingine vitu zingine zingiani pamoja. Ila masha Rabbi. Anasema ila masha Allah. Ila masha Rabbi. Saa zingine Mungu utapata hizo vitu kwa the same person. Lakini saa zingine vitu zingine unakuta watu wenye wako na baadhi ya vitu, wewe pia hauko tayari. Ama unapenda mtu, wewe unapenda mke mwenye anapenda kupika. Ndio. Lakini mke ajue unapenda wageni. Unaona? Yeye anapenda kupika kwa ajili ya watu wawili, ikipita sana watoto wake. Yeye hapendi kupikia battalion nzima. Jamani. Hiyo zana. So unaona? So kama unapenda wageni, unapenda nini, hizi vitu ziseme mwanzo. Kwa saa zingine in the long run wewe utashangaa saa hizi mke wako anaongelesha wageni wako vibaya ama labda kuna tu vitu tudogo watu wanafanya yenye ni out of control. Sio vizuri. Na pia ndio ni shida nyingine. Sasa hiyo unajua kuna sasa inshallah tuko na taufika kuongelea episode nyingine kuhusiana communication within the marriage. Sasa unajua hizi tunaongelea yenye inaambatana na kuelewana kabla ya ndoa. Hii sio yenye tayari tuko katika ndoa tuweze communicate hizi shida aje. Because hii ni a whole different episode yenye itahitaji time tuongee. So ni muhimu sana kwanza ujijue. Yes. Pili, baada ya kujijua ujue unataka nini. 3, uko tayari pia kwa kitu yenye unataka pia mwenyewe ujitolee. Shida ya watu ni hawataki. Wanataka ni kama wanataka kudandia na wewe ndio apande na hiyo maisha. Alafu wewe mwenzako sasa leo unataka ukimleta kwa sababu wewe umemchagua yeye kwa sababu yeye anaingiana na hadafi yako na goli yako. Je, wewe utaingiana na hadafi yake na goli yake kwa sababu ni kama ni uhusiano ya mtu mmoja peke yake mwenyewe ndio anafaidika. Huyu mke afaidiki ama huyu mume afaidiki. In the long run tutaanza kukosana. Kwa sababu mimi ndakuwa inasema utaanza kubuild resentment. Utaanza kuwa na chuki kwa sababu wewe ni kama wewe unafaidika na mimi na mimi sifaidiki na wewe. Ndio. Unaona? Na kabla hii yote tunatakana tuelewe hii yote maelewano inatokana na kitu kimoja kinaitwa nini? Communication. Mimi naitwa Ali na nataka mke na masharti haya. Umenisikia? Yes. Lakini umenielewa na ukamfahamu? Unamaanisha nini na masharti haya na haya? Ndio. Ukisema kazi unamaanisha kazi yako ni aina gani? Ukisema mimi nataka ufanye kazi unamaanisha kazi ya nyumba ama kazi ya nje? Distance gani kama ni distance gani nini? Kama ni saa zingine unasema mke anasema anataka kufanya masharti yake ni kuanzishiwa biashara. Mume anasema mimi sina shida kuanzia, wewe niambie kwanza nipatie business plan yako kabla yenyewe hata tuoane, nipatie 2 ama 3 ama kitu yenye unajua nijue ni pesa ngapi. Kwa unaweza kuta mtu akimaanisha, unajua zingine sisi wanaume pia tunadanganyana. Mke anasema anakuambia usifanye kazi na kupatia pesa uanze biashara yako. Kwa niliona huko ofisi kwenu hakukai kuzuri. Ndio. Unaona? Ndio. Anasema sawa. Mnaoana anakupatia 50,000. Bei ya nini? Sasa ni kuanza biashara. Bei si biashara nilikuwa nataka kuanza. Sima nilisema nataka kufungulia biashara. Hii biashara gani naweza kuanza na 50,000? For example, kuna mwingine anasema hapana, mimi 50,000 inatosha kabisa kwa ajili ya biashara yangu. Na mashallah, mkono wake kuna baraka, iko na fikra na nini na nini. Unaona? Lakini nyingine unakuta hapana, kama mtu alikuwa anakisema biashara, ni vizuri pia tujue
hii biashara unamaanisha ni ipi. Unaweza kuta wewe uko tayari kunifungulia biashara na mimi kweli labda tu niandikwe kazi, mimi sina hiyo akili. Sina hiyo moyo wa kwenda kufuatilia hizi vitu. Ama tayari anasema yuko tayari kufanyia biashara, lakini mjazungumza hizi wanasema nini athari ya kumfungulia biashara mwanamke inaweza kuwa ni zipi? Kwa sababu unajua zingine tunasahau, kwa sababu unaweza kusema kwamba okay umemfungulia kazi, lakini hii kazi inabidi yeye kuna masaa spend huko. Zingine mzigo inatakana ifike. Unaona? Zingine inamwathiri, inabidi chakula ichelewe kidogo. Je, uko tayari ama huko tayari? Ama tu niendelee kufanya kazi yangu nilikuwa naenda saa 3 by saa 11 mimi niko nyumbani. Na niko na time 2 hours nipike chakula. Lakini uliniambia nitoke huko. So ni muhimu sana tuelewane na tujue tunataka nini na kidogo tuizungumzie ili ndo tukielewana mtu asiweze kusema maneno mengine. But again niseme tu nukta ya mwisho, hizi kuelewana wanasema sio kitu kimeandikwa juu ya jiwe. Ndio. Saa zingine sisi kama binadamu tunatakana tu tuelewane na tufahamiane. Sio mimi nataka mwanamume kwa hivi. Saa zingine tunapatwa na mtihani kama mwanamke kama mwanamume. Kuna siku zenye tunaweza kutoa output yetu 100%. Kuna siku zingine tunapatwa na mitihani. So tunatakana tuelewe hiyo pia. Sile tunaelewana na watu. Tukuwe na backup plan ya hiyo. Shukran sana Sheikh. Umeelezea vizuri, naamini mpenzi mtazamaji atakuwa na uwezo wa kuweza kufahamu kile ambacho umeweza kukiwasilisha. Ni furaha maana umekielezea kwa undani vizuri vile watu wanapaswa kuelewana. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Ali ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Naamini umefaidika naye, ni mengi ambayo ameweza kuyawasilisha. Binafsi sikujua ataenda kwa kina kiasi hicho, lakini imekuwa ni kipindi ambacho kimekuwa na manufaa na naamini utakuwa umeweza kufaidika na utatilia maanani yale yote ambayo Sheikh ameweza kuyaangazia. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasala.